Kwa majina naitwa Happy Steven Zelote, ni diwani viti maalum tarafa Moshono, lakini natokea kata ya Kiutu. Leo tumepata neema ya kuwa halmashauri kwa sababu ya kuja kuapishwa. Ni kitu ambacho kikubwa katika maisha. Tunamshukuru Mungu, ni hatua ambayo tumeanza kama mtoto anaanza kutembea, basi ndipo ameanza sasa kusimama ili aweze kutembea. Kwa hiyo katika uchaguzi wa madiwani, tulipokuwa tunafanya uchaguzi, tulipita kwa wananchi, tunawaomba kura. Lakini katika kuomba kura tulitoa baadhi ya vipaumbele ambavyo tulitoa kama ahadi, na ndizo ambazo tumekuja kuapishwa leo ili tuanze kuzitekeleza. Katika ahadi hizo, sisi viti maalum tuliwaahidi kina mama kufuatilia swala la mikopo ile ya halmashauri ili kuweza kuwasaidia kina mama waweze kupata mikopo ile ya 10%. Na hilo kweli tutafuatilia kwa kipaumbele kubwa sana. Kingine pia, baada ya kuapishwa na kupata mwenyekiti ambaye tumeweza kumchagua mwenyekiti wa halmashauri na makamu, pia naye ametembea na yale ambayo tulikuwa tunatoa ahadi kwa wananchi. Kubwa ni kuja kusimamia halmashauri, kutoa vipaumbele vile ambavyo tuliviahidi, kwamba kufuatilia barabara, miundombinu. Tukiangalia katika wilaya yetu ya Rumeru, kwa kweli hairidhishi, hatuna barabara ya Rumeru. Kwa hiyo tumekuja halmashauri, tutapambana ili wananchi wetu waweze kupata barabara, hasa kipindi kile cha mvua, vivuko hakuna, lakini tutawapambania na Mungu atusaidie. Kingine pia ambacho kwa tunawaza, bado mashule tunatamani kila kata iweze kupata shule, kila kata waweze kupata pia vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo pia hayo yote tutaenda kuyafanyia kazi. Lakini mbali na hayo, kuna swala la maji. Katika wilaya yetu hii ya Rumeru, tunaona asilimia kubwa sisi wilaya ya Rumeru ndio tuna vyanzo vya maji. Lakini vyanzo vya maji vipo, ila watu wetu wa kata zetu hawana maji. Maji yanapita yanaenda kwenye kata nyingine, kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo sasa hivi madiwani tulioingia halmashauri tutaenda kupambana vile vyanzo vya maji kwanza vianze kulisha manyumbani. Tukishalisha manyumbani, basi na wale wageni na wenyewe waweze kupata. Na kingine pia, bado tuko na watu wa TANESCO tunafuatilia masuala ya umeme. Kuna ule umeme wa REA, tutajitahidi tuone Mheshimiwa Rais atafanya nini, japo na katika kipindi kilichopita cha Mheshimiwa Rais tuliona aliweza kufanya mambo mengi. Kwa swala la maji alimtoa mwanamke ndoo kichwani. Pia alituletea nishati ya hewa safi kutokana na lile swala la watu kutumia kuni sana. Lakini pia tunahamasisha swala la umeme vijijini. Tutafuatilia hilo ili watu waweze kupata pia huduma ya umeme vijijini. Na kingine pia, katika hili tutahakikisha kina mama tunakataa masuala ya unyanyasaji. Tunaenda kupinga hili jambo la unyanyasaji. Kwa hiyo tutaenda kusimama na baadhi ya viongozi wa halmashauri, wataalamu watatuongoza, lakini pia na sisi tutafuatilia tuweze kuelewa tatizo liko wapi na watoto wetu ili waweze kuepukana na hili balaa la unyanyasaji. Kingine pia, vijana wengi wameathirika na pombe, madawa ya kulevya, na hilo pia tutaenda kulisimamia kwa sababu vijana wetu ndio nguvu kazi ya kesho, ndio taifa la kesho. Bila vijana tutakuwa hatuna maendeleo. Na tutajitahidi pia kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na swala hili la kusema Gen Z au vijana waweze kutambua thamani yao na utu wao, ili waweze kuepukana na hili balaa la Gen Z, waweze kuacha maandamano, waweze kuepukana na ushawishi. Wanashawishiwa bila wenyewe kujitambua. Sisi madiwani tutaenda kuwapa elimu, tutaenda kuwasimamia na tutawaongoza. Na zaidi lingine kubwa, tunawasihi wananchi. Oktoba 29 imeathiri sana. Halmashauri baada ya kufanya maendeleo sasa hivi inarudi kuboresha miundombinu ambayo ilikuwa imeshafanyika. Na watu hawa sisi wenyewe wananchi tunaolia maendeleo ndio tumeenda kuharibu. Kwa halmashauri tena hapa na serikali nzima inapata tabu ya kuboresha na kurekebisha. Kwa hiyo mimi nawasihi sana wananchi, vijana na watu wengine kwamba hili swala la maandamano, swala la uharibifu tuliache. Pambanie haki yetu na amani yetu. Tanzania tumezoea amani, hatujazoea vurugu. Kwa hiyo nawasihi sana, hata Disemba 9 tuache hii mambo ya maandamano ambayo hayana tija. Tujitahidi kufanya mambo yenye tija na maendeleo kwa nchi yetu,
na kwa jamii yetu, tuangalie vizazi vyetu na watoto wetu wajao. Nashukuru sana.